Habari na karibu tena kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Debrey, na kama unafaidika na mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila video tuna channel za ziada za tafsiri katika lugha 10 tofauti ili kurahisisha kushiriki mafundisho haya na familia na marafiki duniani kote kwa lugha zao wenyewe. Kwa kusema hivyo, tuna nyingine tena. Safari hii tunakurudisha kidogo pale mambo yalipoanzia, yaani tofauti zilizopo ndani ya injili za sinoptiki. Unaona, kama we ni mgeni hapa, utataka kuja kutazama mafundisho haya ya utangulizi na labda baadhi ya video za awali ili upate kuelewa kidogo kuhusu haya. Kwa sababu mwisho wa nyakati hauhusu tu injili ya Mathayo, bali ni kuhusu tofauti zilizopo ndani ya injili za sinoptiki za Mathayo, Marko na Luka. Kila tofauti, kila moja yao inafunua unabii, inafunua ufunuo kuhusu mwisho wa nyakati. Na yote yako kwenye tofauti za injili, si tu kwenye mafundisho, bali pia ndani ya mafundisho yenyewe. Na injili za muhtasari za Mathayo, Marko na Luka mwishoni zinafunua kwamba ni Luka, kisha Marko, kisha Mathayo. Wa kwanza atakuwa wa mwisho atakuwa wa kwanza. Na ukishaelewa hilo, tofauti hizi ndani ya injili za muhtasari zinafichua Luka kabla ya safari, Marko katikati ya trib, Mathayo baada ya trib, ndipo utakapogundua hilo. Mwisho wa siku si kipindi cha miaka 7 kama tulivyoambiwa sote, bali ni kipindi cha miaka 14 na sehemu inayoitwa hapo juu. Na ingawa huyu ni Paulo katika 2 wa Korintho sura ya 12 akituambia kuhusu matukio yaliyotokea katika maisha yake, sawa kama vile kila kitu kingine katika maandiko, ni unabii uliowekwa ndani yake, imefungwa kwa kamba kote. Na unaona ili hapa Paulo anasema alimjua mtu katika Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita. Hii hapo juu ni siku 50 ambayo ni hotuba ya Luka inayoanza na kabla ya dhiki. Kisha una miaka 7 ya mihuri katika hotuba ya Marko na miaka 7 ya tarumbeta katika hotuba ya Mathayo. Hilo ndilo linaloendelea hapa. Kwa hivyo anasema nilimjua mtu katika Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita. Kuna unyakuo hadi mbingu ya 3, kundi la kwanza. Kisha una mwingine kama ule wa kwanza, alinyakuliwa hadi paradiso. Huo ni kuchukuliwa. Alafu anasema tazama, mara ya 3 niko tayari kuja kwenu. Ukiangalia hili, ukisoma hili kwa macho ya nyakati za mwisho, utaona kwamba ni kuchukuliwa na kurudi. Kabla ya dhiki, katikati ya dhiki, baada ya dhiki, katika sehemu inayoitwa juu ambayo ni siku 50 ikifuatiwa na miaka 14. Unaona, tumegawanya hili na kuelezea tofauti nyingi kati ya injili za muhtasari zenyewe. Lakini kumbuka, kama sijasema ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia hapa utaiona. Lakini tumezungumzia mifano hii katika mafundisho ya Luka 21, Marko 13 na Mathayo 24. Kwa hiyo nitawakumbusha au kuwasaidia wale ambao bado hawajaiona. Unaona, kwa sababu katika mstari wa 27 wa Luka 21 unaona mwana wa Adamu akija katika wingu moja tu. Hii si Bwana akija kwa ajili ya unyakuo kabla ya dhiki. Huyu ni Bwana akija siku ya 8 baada ya harusi ya kabla ya dhiki. Kwa hiyo siku ya 8 kati ya zile 50 ni Bwana akija katika wingu kama mpanda farasi mweupe kwa siku 40. Umeona, ni katika wingu moja tu. Ukienda kwenye mafundisho ya Marko unaona Bwana akija, hii ni yeye akija mwishoni mwa miaka 6 ya kwanza ya mihuri, karibu na mwanzo wa mwaka wa 7 wa mihuri. Na unaona mwana wa Adamu akija katika mawingu, wingi. Una sababu ya tofauti hizo. Halafu katika mafundisho ya Mathayo unaona mara tu baada ya dhiki ya siku hizo, huu ni mwisho wa miaka 13. Huu ndio wakati Bwana anarudi, miguu yake ikishuka juu ya mlima wa Mizeituni, kwanza mwaka wa 14. Inasema, ndipo mtamwona mwana wa Adamu akija katika mawingu ya mbinguni. Sasa basi, ni katika mawingu ya mbinguni, lakini neno katika kwenye mafundisho ya Mathayo pekee sio kweli neno katika ukichunguza Kigiriki. Ni neno la 1909 na maana yake ni juu. Sawa, hizi ndizo aina za tofauti ambazo tumekuwa tukizichambua na kuonyesha kote injili za muhtasari ili kuonyesha ufunuo wa mwisho wa nyakati. Na leo nitakuonyesha nyingine hapa. Katika mafundisho ya Luka ni sehemu pekee kama nilivyotaja awali ambapo tukio halisi la kabla ya dhiki linatokea katika mstari mmoja tu. Unajua kuhusu katikati ya dhiki na baada ya dhiki?
Ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki hautajwi katika mafundisho ya Marko. Na kurudi kwa Bwana ni miguu yake kushuka juu ya mlima wa Mizeituni katika mafundisho ya Mathayo, lakini bado hakuna mkusanyiko wa watu kwake mpaka baadaye. Ni Luka pekee ndiye mwenye mstari wa kabla ya dhiki na watu kuchukuliwa. Katika mstari wa 36 inasema, kwa hiyo kesheni na kuomba daima ili mpate, hapa ndipo neno muhimu, kuhesabiwa kuwa wamestahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Hivyo basi ni kundi linaloitwa waliostahili kuhesabiwa. Sasa ukitafuta neno hili waliostahili kuhesabiwa, au msemo huu waliostahili kuhesabiwa, utalipata tu katika Injili ya Mathayo. Na unaipata katika hadithi walipomjia Yesu na kumuuliza kuhusu mwanamke ambaye alikuwa ameolewa mara 7. Anaolewa na mwanaume, anakufa, anaolewa, anakufa, anaolewa, anakufa, na mbinguni ni nani atakayekuwa mume wake? Yesu akajibu akasema, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wanastahili kuupata ulimwengu ule na ufufuo wa wafu. Kwa hiyo na hivi karibuni nitafanya mafundisho kuhusu na pia kwa sababu ni muhimu sana. Na ufufuo wa wafu hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa maana wamefanana na malaika. Sikiliza hili, nao ni watoto wa Mungu, kwa kuwa ni watoto wa ufufuo. Kwa hiyo wanaitwa waliohesabiwa kustahili ule ulimwengu, wanaitwa watoto wa Mungu. Hakuna hukumu, na hilo ni jambo utakaloliona katika Injili yote ya Luka. Unapoelewa kwamba bibi harusi wa Kristo kabla ya ukabila anayeenda kabla ya ukabila, hakuna hukumu dhidi yao. Hakuna hukumu yoyote katika Injili ya Luka. Hakuna mateso yaliyotajwa, hakuna dhiki iliyotajwa. Tazama kinachotokea tunapoendelea na hadithi hiyo hiyo sasa katika Marko sura ya 12 kuhusu mwanamke ambaye alikuwa ameolewa mara 7. Katika mstari wa 24 Yesu akawajibu akawaambia, hampotei kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Unaona hilo? Mara moja anawaambia kwamba wamekosea kwa sababu hawajui maandiko. Injili ya Marko inazungumzia ulimwengu wa kanisa lililolala, ambalo halikuwa tayari kwa safari ya kabla. Hawakuwa tayari, hawakuwa wamejazwa roho ya Kristo, walikuwa wamejishughulisha sana na mambo ya dunia, hawakujua maandiko yao. Na angalia inavyosema, kwa maana watakapofufuka kutoka kwa wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walio mbinguni. Unaona kwamba hawahesabiwi kwa ajili ya ulimwengu huo, hawaitwi watoto wa Mungu, na wanafanya makosa makubwa sana. Unaona hiyo? Hatuyaoni haya katika Luka. Vipi Mathayo? Katika Mathayo 22 mstari wa 29 Yesu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko. Unaona, wala nguvu ya Mungu. Anazungumza na nani katika Injili ya Mathayo? Anazungumza na Wayahudi, sawa? Marko ni miaka 7 ya mihuri. Kitabu cha Mathayo ni miaka 7 ya tarumbeta. Na angalia hii sasa, anawahukumu kwa sababu wanafanya hivyo, wanakosea, na huoni chochote kuhusu kuwa watoto wa Mungu wala kufikia ulimwengu huo. Unaona hilo? Ni tofauti kati ya Luka katika kipindi cha kabla ya dhiki ikilinganishwa na Marko na Mathayo. Marko na Mathayo wote wana dhiki, wana mateso, hukosa, lakini huoni hata moja kati ya mambo hayo katika Injili ya Luka. Na hiyo ni sehemu ya ufunua wa tofauti zilizopo ndani ya Injili za sinoptiki na kile inachofunua, kile inachotuambia kuhusu hilo. Unaona, hebu tuende kwenye mfano mwingine kwako, halafu tutarudi kwenye hilo. Katika Luka sura ya 23 tunaona Yesu alivikwa vazi la fahari. Hilo vazi la fahari katika konkordansi ya Strong linamaanisha jeupe, linalong'aa, zuri, la fahari, sawa, kama gauni la bibi harusi. Lakini ukienda kwa Marko sura ya 15 walimvika Yesu vazi la zambarau. Ukienda kwa Mathayo sura ya 27 walimvika Yesu vazi jekundu. Haya yote yalitokea kabla ya kwenda msalabani. Basi rangi ya zambarau na nyekundu, rangi za Marko na Mathayo, hizo ndizo rangi ambazo mwanamke anayempanda mnyama katika Ufunuo sura ya 17 amevikwa. Mwanamke aliyempanda mnyama amevaa nguo za zambarau na nyekundu, lakini hajavaa vazi jeupe zuri.
Unaona, ni mateso, ni viti, ni mambo haya kwa Marko na Mathayo, lakini si kwa Luka kamwe, kwa sababu Luka ndiye bibi harusi wa Kristo kabla ya ukoo. Hapa kuna neno la mateso, ni neno la Kigiriki 1375 linalopatikana mara moja katika Injili ya Mathayo, mara 2 katika Injili ya Marko, na hakuna popote katika Injili ya Luka. Hapa kuna neno la dhiki. Neno dhiki linapatikana mara 4 katika Injili ya Mathayo. 3 kati ya hizo zinapatikana katika hotuba ya Mathayo yenyewe. Unaona, hiyo ndiyo miaka 7 ya tarumbeta. Na mtazame Marko, inapatikana mara 3 katika Injili ya Marko, na 2 kati ya hayo 3 yanapatikana katika hotuba ya Injili ya Marko, na hotuba ya Marko inawakilisha miaka 7 ya mihuri. Je, unaona kile ambacho hukioni? Hauoni hotuba ya Luka. Unaona, kwa sababu tena bibi harusi hana sehemu yoyote katika dhiki. Sasa hebu turudi kwenye wale waliopatikana kuwa wamestahili. Kumbuka nilikuambia kwamba unaiona tu katika Injili ya Luka. Kwa hiyo inatumika mara 4. Neno hilo linatumika mara 4 kwa neno hilo ambalo ni neno la Kigiriki 2661. Mara 2 ambazo zipo katika Injili ni katika Luka tu, zile 2 tulizozizungumzia. Lakini sasa angalia hili. Sehemu nyingine 2 inapotumika katika Matendo 5 na katika 2 wa Thesalonike 1 haihesabiwi kuwa inastahili, bali inahesabika kuwa inastahili na kuhesabiwa kuwa inastahili. Unataka kujua ni nini kinachofanya hii iwe ya kishenzi sana? Je, wameunganishwa? Sawa? Wanaohesabiwa kuwa wanastahili ni wale wanaoenda kabla ya dhiki. Lakini kuna mabaki ambayo Bwana Mungu amewachagua kutoka miongoni mwa wale wanaohesabiwa kuwa wanastahili kwenda kabla ya dhiki. Kuna mabaki kutoka kwao ambao watabaki ili kumtumikia Bwana. Nao watavumilia dhiki wakati wa mwisho wa siku wakimtumikia Bwana ili kusaidia kuwaleta watu wake. Na hiyo ndiyo hasa unayoona katika mfano katika Matendo sura ya 5 na katika 2 wa Thesalonike 1. Katika Matendo 5:41 inasema, nao wakaondoka mbele ya baraza wakifurahi kwa sababu walihesabiwa kuwa wanastahili kuteseka aibu kwa ajili ya jina lake. Hivyo walifurahi kuhesabiwa kuwa wanastahili kuteseka kwa ajili ya jina la Bwana. Na katika mstari wa 5 wa 2 wa Thesalonike 1 ambao ni ishara dhahiri, ishara ya hukumu ya haki ya Mungu, ili mpate kuhesabiwa kuwa mnastahili ufalme wa Mungu ambao kwa ajili yake pia mnateseka. Angalia, hawa wawili wanateseka. Hiyo ni kwa sababu ya wale wanaowakilisha katika Luka sura ya 20. Nilipoongea kuhusu mkato huu na kwamba nitafanya mafundisho juu yake siku zijazo, ni kwa sababu ni utenganisho. Zaidi ya hayo, kwa hiyo una wale waliohesabiwa kuwa wanastahili kupata hicho. Hao ndio kabla ya dhiki, na mabaki kutoka kwao wanaoitwa wale watakaoshiriki katika ufufuo wa wafu, wote wakiwa watoto wa Mungu. Tazama kinachotokea sasa. Kumbuka, hawa ndio watakaoteseka, si wale waliohesabiwa kuwa wanastahili, bali wale watakaoshiriki katika ufufuo wa wafu baada ya kuteseka kwa ajili ya Bwana. Tunawaona katika Warumi sura ya 8. Katika Warumi sura ya 8, wale walio na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Wao ni warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo, ikiwa tutateseka pamoja nao ili tupate kutukuzwa pamoja. Hili ndilo kundi litakaloweka shingo zao kwenye mstari tunaosoma kutoka kanisa la Smirna, wale watakaopata dhiki. Unaona, kundi la Luka halikupata dhiki. Haimaanishi kwamba watu hawapati mateso na dhiki katika maisha yao sasa. Hii inazungumzia tofauti kati ya sasa na mwisho wa siku. Unaona, inatuambia kwamba kundi la Luka halitavumilia dhiki, lakini kuna mabaki miongoni mwao ambao watashiriki wakiwa wameweka shingo zao hatarini na hawataumizwa. Kuhusu mauti ya pili, hawa ndio wale waliotajwa katika Ufunuo sura ya 20, unaona, ambao watafufuliwa kutoka kwa wafu. Wao hushiriki katika ufufuo wa kwanza, na juu yao mauti ya pili haina mamlaka. Nao watatawala na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Hiyo ndiyo kutukuzwa pamoja na Kristo, kama tulivyoona kwa wale walioteseka pamoja nao. Ni jambo la kushangaza kabisa. Naomba hili likubariki. Kwa sasa, kwa heri.